Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Karibuni ndugu zangu katika chaneli yetu ya Fundi Jabil Online TV, na leo bimashiatillahi ta'ala tuko katika kuendeleza darasa zetu mbalimbali, na tunaomba radhi kwa kusimama. Tulisimama muda mrefu kidogo, darasa mbalimbali zikawa hazipatikani kutokana na mambo yaliyokuwa nje ya uwezo wetu. Inshallah taala tumerejea tena. Muhimu zaidi kusubscribe, kulike, kushare na comment na kutuombea dua ili Allah atuwafikishe tuweze kuzileta darasa zenye faida mbalimbali. Leo bimashiatillahi taala, kutokana na maombi ya maikhwa, ndugu mbalimbali walio katika imani na walio nje ya imani yetu, waliniomba kwa kunitaka niweze kuelezea kuhusiana na masala ya Freemason, kujua ni nini kwa kina na shughuli wanazozifanya. Inshallah taala nimekubali maombi hayo na nikaingia kuanza kuyafanyia kazi, na kwa yale ambayo machache nimebahatika kuyafahamu biidhnillah, basi tutaweza kuhabarishana kuyajua, ili kuweza kuwaelimisha umma ambao leo kwa zama hizi watu wanaangamia, au umma umeangamia kwa kiasi kikubwa sana. Watu wanapotea kwa kiasi kikubwa sana, wanashika njia isiyokuwa ya sawa na kushika njia ya maangamizi, njia ya sheitani, njia ya maangamizi ambayo sio salama kwa mustakbari wa mwanadamu, kwa kuwa yeye ni kiumbe mtukufu aliumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na akampa muongozo maalum katika huu ulimwengu. Anatakiwa aishi vipi, apite vipi, afanye vipi, mpaka aondoke kwa usalama katika huu ulimwengu. Na hiyo ni kutokana na sheitani, adui wa kiumbe huyu mwanadamu, na kama alivyoahidi kuwa atahakikisha anampoteza mwanadamu, bimaana kumtoa katika njia ya sawa na kumpeleka katika njia isiyokuwa ya sawa, ili atakapoondoka hapa duniani, atakapokufa, aelekee katika maisha ya motoni, maisha ya shida, maisha ya balaa milele na milele. Na kazi ya sheitani ni nini? Ni kuhakikisha kwamba kila binadamu anakuwa kafiri, kila binadamu anakufuru. Basi hiyo ndio kazi ya shetani, ndio alichukua ahadi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa biidhnillahi ta'ala, katika huo utangulizi nimeanza nao, na nilipenda kwanza sisi tuanzie katika sehemu au katika mazungumzo yangu haya, katika darasa yangu hii ambayo itakuwa inaendelea, tuanzie katika sehemu au kipengele nilichokiita au kinachoitwa kanisatu shaitani, kanisatu shaitani, kanisa la shaitani. Yapaswa tujue kwanza Church of Satan ni nini. Huo ndio msingi wa mada yangu, na kupitia huko ndo tutaweza kufahamu mambo mengi kuhusiana na hao mafreemason ambao wana majina mengi sana, wana majina mengi sana. Tutakuja kuyajua huku mbele biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Church of Satan, tunajua sheitani ni adui
kwa binadamu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rajim, alam ahadi ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim. Sadaqa Allahu al-azim. Hayo ni maneno ya Allah, Qur'ani hiyo. Allah anaripoti akituambia, je, sikuambieni nyinyi wanadamu kwamba sheitani ni adui yenu, basi mfanyeni kuwa adui. Sheitani ni adui yenu na nyinyi mfanyeni kuwa adui. Kwamba aliposema alam ahadi ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan, kwamba sikuambieni enyi wanadamu msimwabudu sheitani, fa innahu lakum aduwwun mubin, hakika yeye sheitani ni adui kwenu aliyekuwa wazi kabisa. Wa anibuduni, basi niabuduni mimi. Hadha siratun mustaqim, hii ndiyo njia iliyonyoka. Kumwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kumwabudu Allah ndiyo njia iliyonyoka. Na biidhnillahi Allah akituafikisha, tutakuja kuzungumzia kitu alfirqatu wal adyanu wal madhahib. Tutakuja kuelezea makundi na dini mbalimbali na madhehebu mbalimbali. Huko katika mada hiyo tutapata kujua kwa kina, kupata elimu, na huenda kwa wale wasioipata nuru ya Uislamu, Allah akawajalia wakaipata nuru hiyo kwa kuyadadavua hayo, kujua chimbuko za kila dini na makundi mbalimbali katika mambo ya itikadi na madhehebu ndani ya Uislamu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunasema Church of Satan, kanisa la sheitani. Hilo anasema katika, ukiingia katika shabaka al-internet utajua, utayakuta hayo yameelezwa na wenyewe wazungu, kwamba kanisa la shetani ni taasisi ya kidini iliyoanzishwa mwaka 1966 huko San Francisco, Marekani, na mtu anaitwa Anthony Zadulavier. Huyu ndio alianzisha. Hata hivyo, muhimu kufafanua kwamba kanisa la shetani alivyoandika kwamba halimwabudu sheitani haki halisi. Shetani halisi, yani yule shetani mwenyewe aliyeasi alimwabudu, ila isipokuwa kama baadhi ya watu wanavyojua kwamba anaabudiwa yule shetani mwenyewe, yule shetani mkubwa. Hapana, bali linafuata falsafa ile ya kutokuamini Mungu, ambapo umbo la sheitani huwa wanalitumia kama ishara ya uasi, kwa sababu shetani ni mwasi. Kwa hiyo wanamtumia sheitani kama ni ishara ya uasi, ubinafsi na kukataa vikwazo vya kidini. Vikwazo vya kidini ambavyo ni sheria ambazo zimewekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaratibu wake ni kutii amri zake na kuacha makatazo yake. Kwa hiyo kuvikataa hivyo vyote kijamii na kijamii vya kitamaduni. Na hapa kuna mambo muhimu zaidi ya kuelewa asili yake, kama nukta ambazo mtu anapaswa aelewe. Jambo la kwanza, imani. Yaani kuna msingi wa imani unajengwa. Wafuasi wa kanisa la sheitani hawaamini kuwepo kwa kiumbe kisicho cha kawaida kinachoitwa sheitani. Hichi kwanza wao hawaamini. Umeona? Hawaamini. Badala yake wanamuona kama ni ishara ya uhuru. Umeona? Yaani kanisa la sheitani, yaani yule sheitani sio kwamba wanamwabudu. Kama ilivyosema katika nukta kwamba
Wao wanamweka shetani kama ni mfano wa kukataa vile vikwazo vya kidini, kuvikataa vile vikwazo ambavyo Allah ameamrisha haya, amekataza yale, wao wanayakataa. Kwa hiyo shetani anakuwa mbele pale, yule ndio alama yao ya kuonyesha kwamba shetani ndio yeye amekuja kuwasababishia, kuwatoa katika vikwazo, kuwatia katika uhuru. Kwa hiyo wanamuona shetani ni ishara ya uhuru wa kibinafsi, ubinafsi kwa maana yake chanya, yani kwamba maslahi binafsi na uasi dhidi ya mamlaka ya kidini, kwamba shetani inakuwa kama ndio nguzo yao, ndio inakuwa hivyo. Hiyo nukta ya kwanza. Nukta ya pili, kuna kitabu cha marejeo ambacho ndio wanatumia kama dalili, wanategemea. Sisi Waislamu kitabu chetu cha marejeo ni Qur'ani na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wao wana kitabu chao cha marejeo wanachokitegemea ambacho kinaitwa ni Biblia ya Shetani, kilichoandikwa na Anthony LaVey mwaka 1969. Kina falsafa yao, dhana za mwanadamu kama mnyama. Hicho kitabu, yaani mnyama aliyebadilika na kukataa mila za kidini na kitamaduni. Hiyo ndio katika falsafa yao. Hiyo katika nukta ya pili. Nukta ya tatu, maadili yanayotangazwa humo: hakuna ibada au maombi halisi kwa sheitani. Hiyo hawana ibada, maombi halisi, yani kuna mafunzo maalum, hakuna. Wanaamini kwamba mwanadamu ni Mungu, mwanadamu ni Mungu wake mwenyewe. Wanaamini kwamba mwanadamu ni Mungu wake mwenyewe, yaani wanatetea raha za kimwili na kiakili, mradi tu haiwadhuru wengine ambao wanastahili madhara. Wanakataa maadili ya kidini ya kitamaduni ambayo yanasisitiza unyenyekevu au kujinyima raha, wao wanayakataa. Kwa hiyo sasa hapa kuna mkaganyiko. Mkaganyiko vipi? Katika wanaamini kwamba kuna ambao wanaamini kwamba mwanadamu ni nature, yeye mwenyewe, yani kwamba vitu vyote hivi tunavyoviona vimekuja, yani nature, kiasili tu, kwamba hakuna aliyevianzisha. Umeona bwana? Na hapo kuna migawanyiko mbalimbali ya kiimani, wanagawanyika. Bimaana katika falsafa hiyo wanaamini kuwa hakuna Mungu, kila kitu ni kimekuja tu chenyewe tu kiasili, kinecha. Ndio utakuta wengine wanaamini sayansi, kwamba kila kitu wao wanakipima kwa sayansi. Na hapo ndo kumezalika mambo mengi, wengine kuamini na kuabudu vitu mbalimbali kwa sababu hawana Mungu wa kumwabudu. Sasa wanazusha vitu vingi mbalimbali ambavyo ukiona akili imeelekea, basi wao ndo wanafanya kuwa Mungu. Na wengine wanakataa kabisa hakuna Mungu, wanakataa kabisa hakuna Mungu. Na nukta ya nne, nasema kwamba bado lipo rasmi ili shirika mpaka hivi leo, bado lipo na makao yake makuu sasa yako Marekani. Mashirika mengine yanaunga mkono mawazo kama hayo, kama vile hekalu la Shetani, lakini yanatofautiana katika malengo yao ya kisiasa na kijamii. Bimaana tunasema kwamba kama vile unavyosikia kuna Shinto, kuna Hindu, wote hawa wanaitwa waabudu Shetani, lakini wanatofautiana katika mambo ya kisiasa na kitamaduni. Hapo ndipo wanatofautiana. Ndio maana nikasema kwamba ndani yake
kutokana na hizo falsafa kumezalika imani nyingi sana. Imani nyingi sana zimezalika, imani nyingi sana. Utakuta wana itikadi mbalimbali. Kwa hiyo mradi tu katika yale mambo ambayo wanawafikiana wako pamoja, lakini wanatofautiana katika yale mambo na misingi wakitofautiana. Na hapo tunapenda hapo kuelezea kwamba Freemasonry, wajenzi huru, au tunasema Church of Satan, kanisa la Sheitani, hawa wametapakaa ulimwenguni, wako sehemu mbalimbali na wapo katika nyanja mbalimbali, na malengo yao makuu ni kuitawala dunia. Inaitwa the New World Order, kuitawala dunia. Na katika kuitawala dunia wanataka kuweka serikali moja, na ndio maana ukichunguza vizuri Marekani kwamba inachopambania Marekani kwamba kama yeye alivyo ni superpower, basi anapambania Marekani kuwa yeye ndiye mtawala wa ulimwengu. Yaani rais wa Marekani ndio rais wa dunia, kauli yake ndio sheria, akisema popote basi watu watekeleze, na akikataa lolote watu waliache. Hayo ndio malengo yao. Ndio maana wakaunda Umoja wa Mataifa, wakaunda katika Umoja wa Mataifa kuna matawi mengi, mashirika mengi. Kuna mashirika sio ya chakula ya Umoja wa Mataifa, kuna mashirika ya wakimbizi, kuna mashirika ya fedha, kuna mashirika ya mambo mbalimbali, imana katika kijamii na kitamaduni. Na lengo lao kubwa pia mpaka katika kuitawala dunia, kuwa na sarafu moja katika kuikontrol dunia. Hayo ndio malengo makuu ya nini? Church of Satan, au tunasema Freemasonry. Wa inshallah taala, kwa leo tutaishia hapa, tutakuja kuendelea darasa inayofuata katika nukta za uchambuzi zaidi, na huko ndo tutastafidi, tutapata faida, huko ndo kuna utamu. Tutapata kujua huko, tutapata kujua kwanza mambo mengi katika kila tuseme katika miji, katika nchi, wapi hawa watu na alama zao ni zipi, na katika siasa wanafanya vipi, na ni nani na nani katika siasa, katika michezo tutakuja kujua, katika bimana yale mambo yote ya burudani kama ni muziki, na mambo mengine mbalimbali tutakuja kujua kuhusiana na hao. Sasa kutufuatilia, kusubscribe channel yetu, kulike, kushare, kucomment na kutuombea dua. Allah tuafikishe.